Hizi ni habari kitaifa. Jina langu ni Rajab Musa. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amezindua mradi wa dunia wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko nchini na kuzitaka wizara zote, tawala za mikoa na serikali za mitaa pamoja na taasisi kutekeleza shughuli za kipaumbele katika kukabiliana na magonjwa ya mlipuko na dharura za kiafya. Dr. Biteko ametoa agizo hilo Oktoba 15, 2025 jijini Mwanza na kusema mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 38.7 unaolenga kuboresha huduma za afya kwa Watanzania na kuchochea maendeleo ya nchi. Amesisitiza kuwa wizara, taasisi na washirika wa maendeleo wanatakiwa kusimamia utekelezaji katika uwekezaji huo na kuhakikisha yanapatikana matokeo chanya kama ilivyokusudiwa. Kama taifa ni lazima kuwa na mipango mikakati ya kuhakikisha kuwa matatizo kama haya ya milipuko tunakuwa na utaratibu wa kuwa na utayari wa kuyakabili wakati wote ili kuokoa maisha ya watu na hivyo kutunza nguvu kazi ya nchi. Nchi yetu bado inakabiliwa na magonjwa mengine ambayo ni tishio kubwa sana kwa maisha ya binadamu. Magonjwa hayo ni pamoja na malaria ambayo kila wakati yanaua watu wetu, kifua kikuu, virusi vya ukimwi na magonjwa ya kitropiki yaliyosahaulika, yani neglected tropical diseases ambayo yanakadiriwa kuathiri takriban 30% ya Watanzania. Kijiografia nchi yetu ipo katika hatari zaidi ya kushambuliwa na viini vya magonjwa kama vile homa ya bonde la ufa, pia magonjwa mengine ya mlipuko ya virusi hatari vinavyosababishwa na homa ya kuvuja damu kutokana na kuwa kwenye bonde la maziwa makuu linalopakana na nchi 8. Haya yote kuwa katika jiografia hii bado na yenyewe inaweza kuwa sehemu ya sababu ya sisi kuwa nchi ambayo tutakabiliwa na milipuko ya namna hii mara kwa mara, na kwa hiyo utayari na kujitayarisha kukabiliana na matatizo kama haya si jambo la hiari, ni jambo la lazima. Mradi huu utatekelezwa katika sekta ya afya ya binadamu, afya ya wanyama kwa kuzingatia dhana ya afya moja inayoratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Aidha, mradi huu ambao umelenga kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa kwa binadamu na wanyama, lakini vile vile ugunduzi wa magonjwa, yani laboratory detection kwa binadamu na wanyama, kuimarisha nguvu kazi ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko kwa wataalamu wa afya ya binadamu kama tulivyoelezwa kwenye video fupi na maelezo ya utangulizi yaliyosemwa na Kaimu Katibu Mkuu. Kwa kweli mradi huu ni muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu na taifa letu kwa ujumla. Baada ya kusema hayo mengi, napenda kutamka kuwa mfuko wa dunia wa pamoja wa kukabiliana na magonjwa ya milipuko nchini umezinduliwa rasmi leo tarehe 15 Oktoba 2025 hapa jijini Mwanza. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Nchi 14 za Afrika Sub-Sahara za kundi la kwanza ambazo ni wanachama wa shirika la fedha la kimataifa IMF zimekubaliana kuimarisha mikakati ya kukuza uwekezaji kutoka sekta binafsi na kuimarisha mifumo ya makusanyo ya mapato ya ndani katika nchi zao ili kukabiliana na changamoto za kupungua kwa fedha za mikopo na misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo. Hayo yameelezwa wakati wa mkutano wa 52 wa kundi la kwanza la nchi za Afrika uliofanyika pembezoni mwa mikutano ya mwaka ya shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia jijini Washington DC nchini Marekani. Leo tumepata nafasi ya kuwa na kikao cha kwanza cha kundi la Afrika linaitwa Group 1 ambalo lina nchi kadhaa, na katika mambo ambayo tulizungumza makubwa ni yale ambayo yanatuhusu sote kwa pamoja, haswa kutokana na deni katika nchi tofauti na namna ambavyo linapunguza wigo wa kuweza kutumia fedha ulizonazo. Kwa hiyo pamoja na hayo pia tumezungumzia kuhusu changamoto iliyopo katika ukusanyaji wa kodi na namna ambavyo tunaweza tukaboresha katika ukusanyaji wa kodi, haswa katika kuangalia namna ambavyo tunajiwezesha wenyewe kuzikusanya. Na hilo limeweza kuzungumzwa kwa mapana sana, na sisi kama Tanzania katika ile mizania walikuwa wanaelezea hapo, tumeonekana kwamba sisi tuko katika nafuu kubwa sana, kwa maana katika zile nchi 3 za moderate na zingine ziko katika high risk.
na kwa upande wa transparency ya budget, uwazi wa bajeti, sisi pia tuko katika 5 bora ukiangalia nchi nyingine katika hili group. Kwa hiyo pamoja na yote haya tuliyozungumza, kinachoonekana wazi ni kwamba lazima tuongeze juhudi ya kusimama wenyewe, kwa sababu mikopo inapokuwa haipatikani, hiyo nayo ni fursa ya sisi wenyewe kujizatiti, kuwekeza nyumbani na pia kushirikisha sekta binafsi. Hilo ni jambo ambalo limezungumzwa na imeonekana kwamba hiyo ndio mojawapo ya njia ya kutokea. Hapa ni mwisho wa habari za kitaifa. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesema kikosi cha Simba leo kitafanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wa Mo Simba Arena kabla ya kuanza safari kuelekea Eswatini kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Ahmed amesema kikosi hicho kitapanda ndege ya Air Tanzania kesho Alhamis majira ya saa 4 kamili asubuhi kuelekea Johannesburg, Afrika ya Kusini, ambako watapumzika kwa muda mfupi kabla ya kuendelea na safari kuelekea Eswatini. Baada ya kutua Eswatini Oktoba 17 na 18, Simba itafanya mazoezi rasmi nchini humo kabla ya kushuka dimbani tarehe 19 Oktoba, ikiwa ni mchezo wa kwanza wa raundi ya awali ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba inaanzia ugenini. Kumbuka kuwa Simba imetinga katika hatua hii baada ya hapo awali kufanikiwa kutoa timu ya Gaborone United kutoka nchini Botswana. Aidha, Ahmed Ally amesema wachezaji wote waliokuwa katika majukumu ya timu zao za taifa, ikiwemo Yakubu Selemani na Morris Abraham waliokuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, pamoja na Steven Desemkwala wa Uganda na Musa Pimpin Kamara wa Guinea, wanatarajiwa kujiunga na wenzao kambini. Wachezaji wengine ambao hawakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa wote wapo kambini nchini na kocha Dimitri Pantev wakijiandaa kwa mchezo huo muhimu wa kimataifa. Pia mchezaji Mohamed Bajabir ambaye alikuwa amekosekana katika michezo kadhaa ya ligi ya mabingwa Afrika na mechi za ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League kutokana na majeraha, amejiunga na wenzake kambini na yupo tayari kwa mchezo huo muhimu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.